Huwezi kukaa na wanaonena uneni. Na haya mambo ya kuwaza kuna watu wanawaza hivi, kunena kwa lugha na kujazwa Roho Mtakatifu ni vitu viwili tofauti. Na pengine wanawaza kuna mtu anajazwa roho halafu baadaye anajazwa kunena kwa lugha. Na wengine wanawaza Roho wa Mungu ni naye ila bado nahitaji kupokea lugha. Lakini ukweli ni kwamba muamini akimpokea Kristo. Hapa sasa nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri kabisa. Muamini, mshtue yule pale mshtue. Umeshamshtua? Muamini akijazwa sio akijazwa. Muamini akimwamini Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Si ndio? Muamini akiamini Yesu. Nisaidie kumwambia jirani anayesinzia. Jirani yako huyu huko. Muamini akimwamini Yesu, mwambie jirani. Kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anaokoka. Ndio maana anaitwa muamini. Anaokoka kwa kumwamini Yesu. Unaokoka. Mbona msemi unaokoka kwa kumwamini Yesu? Sema tena, unaokoka kwa kumwamini Yesu. Yesu huja ndani yako na Roho Mtakatifu huja ndani yako mara muamini anapokuwa ameamini ile kazi ya msalaba. Upo hapo? Ndio maana baada ya kusema nimeamini, hakuna kinachokuzuia kunena. Ni wewe ndio unaweza ukajizuia kunena, kwa sababu lugha haitokei juu, inatokea ndani. Roho wa Mungu hayuko juu, ni kinachozaliwa na Roho, kinatoka ndani. Ni tabia ya Roho. Lugha hiyo ni tabia, inatoka ndani. Maana yake aliyemwamini Yesu Kristo akaacha kunena kwa lugha, hajaruhusu kutoka ndani hiyo lugha itoke. Ni yeye, ni kutokuamini. Lakini muamini anaitwa muamini kwa kuwa ameamini na Kristo Yesu ukaa ndani yake. Naposema Kristo Yesu ukaa ndani yake, Yesu anasemaje? Atakapokuja Roho atakaa ndani yenu. Atayasema yote yale aliyoyachukua kutoka kwangu. Sasa ni zama za Roho Mtakatifu ndani ya muamini. Muamini ana Roho wa Mungu. Swala la lugha kutoka nje ni muamini kuamini na kuruhusu. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Nimewekea watu mikono kunena kwa lugha hivi. Baba katika jina la Yesu wakajaa Roho. Si ndio? Baba katika jina la Yesu wakajazwa Roho, wakanena kwa lugha, si ndio? Nimewawekea wengi. Lakini kuna huyu mmoja nataka niwasimulie. Namwekea mikono nena, naona haneni. Kama wewe ananisumbua huyu. Hajai. Nilikuwa Dodoma. Si mwezi wa 7 au 6. Nilikuwa Dodoma. Na Jaro na ni mtu nimemshuhudia mtaani. Kwa sababu nikikushuhudia mtaani ukamwamini Yesu Kristo na ukajazwa Roho Mtakatifu, yani wewe ni mshirika tayari. Yani wewe hurudi nyuma. Siku niliyokushuhudia ukajaa na Roho, wewe tayari. Sasa namshuhudia ameamini, nataka ajae Roho, hajai. Hajai. Yani kemea, omba, weka mikono. Nikasema huyu atasumbua. Nikamwambia fanya hivi. Ukinisikia nena kama ninavyonena. Alirudia mara ngapi tu? Huyo shwa. Maana alikuwa anataka kunena haneni. Nilipomwambia fanya kama ninavyofanya mimi, kilichotokea unakijua? Ulimi wake ulienda mara kwa mara 3, akajaa Roho. Akaachana na mimi, akaendelea na kunena kwake kwa lugha. Unafikiri kilichokuwa kimemfunga kilikuwa nini? Alikuwa anashindwa namna ya kusema, yeye mwenyewe haamini ndani kama anaweza akatamka. Lakini nilipoanza kumwambia unaweza ukatamka anachotamka, akapata ujasiri wa kutamka. Hapo Roho wa Mungu akapitia. Sio fundisho, lakini ilisaidia. Nikapata mshirika Dodoma. Na ndio washirika wale wa mwanzo walioko Dodoma. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunanena kwa lugha.
Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunanena na wewe unanena. Aya, Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 45. Matendo ya Mitume 10:45 inasemaje? Na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumdhihirisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni Wayahudi waliokuwa wameenda na Petro kwenye nyumba ya Kornelio, lakini walipoona watu wa mataifa na wenyewe wanajazwa, wakastajabishwa. Unaweza usielewe kwa nini wanastajabishwa. Kitu gani kinawafanya wastajabishwe? Kwa sababu gani? Tukirudi katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Tunamalizia, tumesoma wote Biblia jamani. Mtapokea nguvu akija kuja juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu. Mnasoma Biblia kweli? Au tusome kabisa Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8. Imeandikwa, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Asante. Tuendelee. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia wapi? Alafu aya, tumetaja kama hatuelewi. Tutaje sasa kwa nguvu kama tunaelewa. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi wangu kuanzia. Alafu Bwana Yesu asifiwe. Hawa wanapewa maelekezo na Yesu. Tukasema hivi, visipofundishwa na vikaonyeshwa kwa mifano, vinafanyaje? Vinapotea. Hawa sio walikuwa wanasikia kabisa watakuwa mashahidi mpaka mwisho ya nchi. Kitu gani kinakuja kuwaleta kwenye Matendo sura ya 10 mstari wa 45? Wanashangaa. Hawa si wameambiwa waende mpaka mwisho ya nchi, lakini hawakwenda. Aliongea mara moja, wakaondoka. Baadaye wakakaa Yerusalemu, wakarelax. Hakuna mtu wa kuendelea kusema ile. Wakaitengeneza kanisa zuri Yerusalemu, wakawa na bonge moja la kanisa Yerusalemu. Akaibuka Sauli. Matendo ya Mitume sura ya ngapi hiyo? Sura ya 9. Akaibuka Sauli, akawachachafya, wakakimbilia miji mingine. Wamekimbilia huko miji mingine. Sura ya 9 hiyo anaokoka pia Sauli. Si ndio? Anaokoka pia Sauli. Lakini watu hawa walioambiwa waende mpaka misho ya nchi, walipoacha kuambiwa haya, anatokewa Petro akiwa, maandiko yameandika vizuri, alienda kufunga kipindi ana njaa. Alafu alivolala akaona maono yanayoendana na msosi. Wakashuka wanyama wengi, akaambiwa achinje ale, akasema ni haramu, hawezi akala kitu haramu. Anajibu hawezi akala kitu haramu. Maelekezo ya Matendo 1:8 anasema aende hata huko anakokuita haramu. Anakuja hapa chini, wanakuja watu kutoka kwa Kornelio, wanamuijia, wanasema tumetumwa tukuijie. Anaanza kujiuliza mara mbili, niende kwenye watu wa mataifa? Lakini kwa kuwa ameonywa na malaika na hawa wamesema wameambiwa, akaamka akawafuata. Alipofika kule, Biblia inasema Kornelio akamsujudia, akamnyanyua, akamwambia mimi nami ni mwanadamu. Sawa, wakaingia ndani. Akaanza kuhubiri habari za Yesu, ondoleo la dhambi, msamaha wa dhambi, kuhesabiwa. Akapiga injili. Baada ya kupiga injili Petro, hawa watu wakaamini. Maandiko yanasema wote kwenye ile nyumba. Maana yake house girl, house boy,
shamba boy, baba mwenye nyumba, mama kila aliyekuwepo kwenye ile nyumba wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Alafu ikatokea nini? Wakanena kwa lugha. Sasa unashangaa waliopewa maelekezo mpaka misho ya nchi, Biblia inasema wakafanyaje? Wakashangaa. Mnashangaa nini? Na kati ndio mlichope. Wanashangaa kwa sababu maelekezo yaliyotoka Matendo ya Mitume 1:8 hayakupewa msisitizo kwenye kanisa la Matendo kuanzia 1 mpaka mstari wa 10. Na ukitaka kuamini, Petro alipoondoka pale alifikia kwenye kikao, walokole wakamkalisha, kwa nini ulienda kule? Waliyasikia maelekezo ya Matendo 1:8? Mpo kweli? Bwana Yesu asifiwe. Yale maelekezo ya 1:8 waliyasikia ya kwenda mpaka misho ya nchi, lakini alipotoka kule wakamkalisha, mlikuwa kwa watu wa mataifa. Wengine mpaka wanaambia msishike chombo, yani chombo ukikishika sisi hatukishiki kwa sababu ulikuwa kwa watu wa mataifa. Ndipo Petro anasimama anawaambia, haya ndio yale maneno aliyoyasema nani? Bwana Yesu. Ndio wanakumbuka kwamba haya yalishawahi kufanyaje? Kusemwa na Bwana Yesu, kwamba watu wa mataifa nuru hii itawafanyaje? Itawafuata. Kweli alisema, kumbe natakiwa kufunga, au natakiwa kunena kwa lugha, kuna msisitizo wa kusoma Biblia, msisitizo wa Mwanzo mpaka Ufunuo. Nimesoma kweli vitabu vitatu, lakini kumbe kuna msisitizo wa kusoma maandiko yote. Kweli. Kwa sababu watu wamefundishwa. Walokole wa zamani, lazima niwaseme, walikuwa wanatambiana kwa kuambiana, nimesoma Mwanzo